Mpendwa mtazamaji, Dominika ya pili ya kipindi hiki cha Kwaresma. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo somo la kwanza linapatikana kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12 aya ya kwanza hadi ya 4a. Somo la pili linatoka kwa waraka wa Mtume Paulo waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ile ya kwanza aya 8b hadi ya 10. Injili tunaipata kutoka kwa mwinjili Mathayo sura ile ya 17 aya kwanza hadi ya 9. Nitaisoma Injili. Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohane nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hata vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifurifuri, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari za maono haya hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12 tunasikia wito wa babu yetu Ibrahimu ambaye jina lake ni kubwa. Mwenyezi Mungu anamuita Ibrahimu akiwa na miaka 75. Abrahamu alikuwa anaishi katika nchi ya Ur wa Kaldayo ambayo sasa hivi ni nchi ya Iraki. Wengine wamependa sana kuita kama ni Mesopotamia. Akiwa anaishi huko, wale watu wa Ur na hasa maeneo ya Mesopotamia walikuwa na ibada za miungu, na ile miungu iliwapelekea katika kuweza kutoa kafara ya watoto wao. Wakawa wanamwabudu Mungu mwezi, na habari za ibada hizo zilileta madhara kwa Abrahamu, akajikuta hana mtoto. Alifanya mengi, na katika hiyo basi Mwenyezi Mungu akajibu maombi yake. Mwenyezi Mungu anamwambia sasa, akiwa na miaka 75, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Sasa katika kujibu maombi ya huyu Abrahamu, Mwenyezi Mungu anaweka mikakati. Ya kwanza anamwambia atoke. Atoke maeneo gani? Ya kwanza atoke katika nchi. Kwa nini atoke katika nchi? Nimeshakwambia kwamba katika ile nchi ya Ur wa Kaldayo ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa inapokea matambiko mengi, na katika ile nchi kafara nyingi zilikuwa zimefanyika na damu nyingi zilikuwa zimemwagika. Nchi ikawa imenajisika. Katika hilo eneo Mwenyezi Mungu anamwambia atoke katika ile nchi ambayo ndani mwake ilikuwa imemilikiwa na ile miungu ya Wakaldayo. Na Mwenyezi Mungu anapomwambia Musa aondoke katika ile nchi, na baadaye anamuongezea kitu kingine, aondoke katika nchi na baadaye pia aondoke hadi katika jamaa zake, kwamba kile ambacho Mwenyezi Mungu angetaka kuweza kukifanya kwa huyu Abrahamu, jamaa zake walikuwa ni kikwazo. Na anamwambia jitenge kabisa na hao jamaa zako ambao muda mwingi wanakushawishi uingie katika mambo mabaya. Na baadaye anamuongezea pia uondoke hadi katika nyumba ya baba yako. Baba yake Abrahamu alikuwa anaitwa nani? Baba yake Abrahamu alikuwa anaitwa Mzee Tera.
Huyu mzee Tera, yeye katika kuishi kule alikuwa anamiliki miungu, na hii habari tunaipata sana anapotuambia huyu katika kitabu kile cha Yoshua sura ile ya 24 aya ya 2, anatuambia vizuri, anasema kwamba Tera alikuwa anamiliki miungu, na hiyo miungu alikuwa anaiabudu na kuweza kuitumikia. Madhara ya ile miungu ambayo Tera alikuwa anamiliki ikaja ikaleta madhara kwa mwanaye alikuwa anaitwa Abrahamu. Na hapa tunajifunza kitu. Mzazi, mambo yote unayofanya mabaya, kuiabudu miungu, kumiliki miungu katika nyumba yako, kuabudu uchawi, mambo ya uganga, madhara yanakuja kwa watoto. Abrahamu anakuwa tasa, hana mtoto, anapata madhara mabaya kwa sababu ya matendo ya baba yake. Na Mwenyezi Mungu anamwambia sasa, ili uweze kupona lazima utoke. Fundisho la pili, wengi sasa hivi wanajikuta wanapita katika kipindi kigumu, hawapati matokeo ya yale ambayo walikuwa wanayahitaji. Unaweza ukawa katika kifungo kama cha Abrahamu, maana yake mambo ambayo baba yako ameyashikilia yakakufunga wewe. Unafungwa kwa sababu ya matendo ya baba yako, ya wazazi wako. Lazima utoke kwenye hiyo familia, ukatae kabisa. Na ndio maana Yesu Kristo alisema kwamba mtu yote asipokataa mambo ya wazazi, asipokataa mambo ya ndugu, akaonyesha upendo kwa Mwenyezi Mungu, huyo hamfai. Na baadaye pia unaweza ukawa umefungwa kwa sababu ya mambo ya jamaa zako, ndugu zako, ambao kila siku usipoenda katika habari zao za matambiko wanakutenga. Unaamua kufanya mambo ya matambiko kwa sababu ya jamaa zako. Neno la Mungu leo linasema kwamba mwito wa Abrahamu, Mwenyezi Mungu anasema toka, jitenge na mambo kama hayo. Na baadaye pia ujitenge hadi katika mambo ya nchi ambayo yanayofanyika huko. Abrahamu katika kuyafanya hayo, Mwenyezi Mungu anamwambia neno hili kwamba nenda katika nchi nitakayoweza kuja kuonyesha. Hakwenda kumuonyesha ile nchi, akamwambia nenda katika zile hatua za kuweza kutoka, nitakuonyesha hiyo nchi. Abrahamu anamtii Mwenyezi Mungu, anamtii kwa sababu Mwenyezi Mungu amemwambia nitakufanya utakuwa taifa kubwa, na wewe nitakufanya utakuwa ni baraka kwa watu wengi. Nitakubariki na atakaye kulani nitamlani. Fundisho la pili, hizo baraka ambazo Abrahamu anazipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu zimejaa katika historia hii, kwamba kila aliyekuwa ni mtoto wa Abrahamu, mjukuu wa Abrahamu, kitukuu, walitembea katika historia hiyo, walirithi hizo baraka. Na hizo baraka zimeenda kwa Wayahudi ambao hadi leo wanajivunia kutoka kwa Ibrahimu alipokamata ile nchi ya Kanaani akakaa pale, wanajivunia hizo baraka. Yeyote yule ambaye amekuwa akitamka mabaya kwa hawa Wayahudi, akienda kinyume na hawa Wayahudi, yale maneno ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameyatamka kwa Abrahamu, atakaye kubariki nitambariki, atakaye bariki, atakaye wabariki Wayahudi, atakaye wabariki hawa Waisraeli, na mwenyewe anabarikiwa. Atakaye walaani, akiwafanyia mabaya hawa Wayahudi, na mwenyewe pia analaaniwa. Katika historia inaonyesha kwamba Wagiriki waliteka Israeli, waliwateka Wayahudi, wakaenda wakafanya unajisi katika madhabahu ile ya Mungu kwenye ile hekalu la pale Yerusalemu. Wakabadilisha hadi ibada za kuabudu, wakawachinja, wakawaua sana Wayahudi, ambao tunapata hizi habari katika kitabu cha Wamakabayo wa pili kuanzia ile sura ya 7. Waliteseka sana hao Wayahudi, na baadaye walipowafanyia mabaya hawa Wagiriki, historia inasema kwamba walikuja wakashindwa sana, wakaharibikiwa, na mpaka leo Ugiriki haina nguvu tena. Waliteswa na Warumi. Warumi na wao wenyewe walikuja pia, wakaja wakakamata dola, wakawatesa sana Wayahudi, wakabomoa hadi lile hekalu la Yerusalemu, wakawaua akina Paulo na wenzao, waliwachinja, wakawaua. Na baada ya hapo ile dola ya Kirumi ilianguka mpaka leo kwa sababu ya kuwatendea mabaya. Wengine wanazungumza kwamba watu wa Hispaniola, wa Hispania, na wenyewe pia walifanya mabaya kwa hili taifa, na wenyewe pia wakaanguka. Poland na Ujerumani zilianguka kwa sababu walifanya sherehe dhidi ya mauaji kwa Wayahudi. Na wanazungumza, wanasema kwamba Uingereza
sema kwamba inajitenga, inavunja mahusiano, inavunja imani yake na Waisraeli, ndipo ilipoanguka. Hadi leo wale wote ambao wanaorithi baraka za Ibrahimu, ambao ni Wakristo, kwa sababu tumechukua baraka kwa sababu ya imani. Baba yetu babu yetu Ibrahimu alikuwa na imani. Wote wale watakaoingia kwenda kuwatesa Wakristo, wote watakaoenda kulitesa kanisa, watambue kwamba yale ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ametamka kwa Abrahamu yatawakuta. Ukiwabariki utapata baraka, ukiwalaani, ukiwatesa, yatakukuta mabaya, utalaaniwa na utapotezwa, kama vile hizi nchi ambazo nimezitamka. Na basi baadaye anaenda anamtii Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anambariki huyu Abrahamu, na baadaye utasikia atambadilisha jina. Baadaye Abrahamu ataitwa Ibrahimu. Aliitwa akiwa tasa, baadaye anakuja kupata watoto. Abrahamu anakubali wito wa Mwenyezi Mungu. Katika somo la Injili tunakutana na Yesu Kristo katika Injili hili ya Mathayo sura ile ya 17 kuanzia aya ya 1 mpaka ya 9. Yesu Kristo anawachukua mitume watatu, Petro, Yakobo na Yohana. Hawa walikuwa ni ndugu. Anawapeleka juu ya mlima mrefu faragani. Nini maana ya kwenda mlimani? Kwenda mlimani katika Agano la Kale kulikuwa kunaonyesha kwamba mtu anaenda katika upweke wa kukaa peke yake na Mwenyezi Mungu. Kwenda mlimani ni sehemu ya sala, ni sehemu ya kufunga. Na ndio maana pia Yesu Kristo katika Dominika iliyopita alichukuliwa na Roho Mtakatifu akapelekwa mlimani, akafunga kwa muda wa siku 40. Sasa huko Yesu Kristo anawachukua hawa mitume kwenda kufanya maombi, kuweza kuwa na muda na Mwenyezi Mungu baada ya kuweza kufanya utume. Sasa kwa nini anawachukua hawa watatu, Petro, Yakobo na Yohana? Hawa walikuwa ni mmojawapo ya mitume ambao walikuwa karibu sana na Yesu, na hata alipokuwa anaanza kuwaita, wao ndio walikuwa mitume walikuwa karibu na Yesu, akawaita kwanza. Alipokwenda kumfufua yule binti Yairo, aliwachukua hawa mitume watatu. Na baadaye pia akiwa katika mateso kule Getsemani, atawatenga hao watatu, atakuwa nao karibu, akiambia waweze kusali pamoja. Kilikuwa ni kipindi ambacho alikuwa sasa anaelekea Yerusalemu. Yerusalemu kule ataenda kukataliwa. Yerusalemu atakataliwa na wazee wa kanisa, wazee wa Kiyahudi. Watamtesa, watamuua, atakufa. Hao watatu akawachukua ili waende wakaone, baada ya yeye kuweza kuondoka hapa duniani akipita kwenye mateso, wabakie katika imani hiyo, waende wakaone utukufu, wakamjue kama ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Ni kweli walisikia sauti alipokuwa anabatizwa, lakini sasa waisikie sauti ya Mwenyezi Mungu kwa karibu zaidi. Akaondoka nao. Akiwa kule mlimani katika sala, ndipo uso wake ukang'aa kama, na mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Tendo hili la kule kuwa mlimani, uso wake unang'aa kama jua na mavazi yake yanakuwa meupe kama nuru, habari hii inatupeleka sana katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 34 aya ya 29. Musa mtumishi wa Mungu ambaye alikwenda naye mlimani katika mlima ule Sinai, alikaa kule kwa muda wa siku 40 akiwa anaongea na Mwenyezi Mungu. Alipokuwa anashuka baada ya kupewa zile amri, uso wake ulikuwa unang'aa, na hadi wana wa Israeli wakaogopa kumtazama, ikabidi awe anaweka utaji. Uso wake ulikuwa unang'aa. Sasa Yesu Kristo akiwa kule mlimani anaposali, uso wake ukang'aa. Maana yake nini? Mawasiliano ya karibu na Mwenyezi Mungu yanatufanya uso wetu uweze kung'ara, tuweze kung'ara. Maombi yanatufanya tuweze kung'ara. Mara nyingi watu wamekuwa wakipiga kelele kwamba sionekani, mambo yangu hayaendi, sina tena utukufu. Utambue kwamba kuna sehemu umeacha mahusiano yako na Mwenyezi Mungu aliyekuumba, kwa sababu wakati wa kuumbwa kwetu tulikuwa na ule utaji, utukufu wa Mwenyezi Mungu ambao pia Adam na Eva walikuwa nao. Dhambi zinatupelekea ule utukufu wa Mwenyezi Mungu uweze kuondoka,
mng'aro wa utukufu unaondoka. Lakini tukiwa karibu na Mwenyezi Mungu, tukijitenga, tukiwa karibu na Mwenyezi Mungu, uso wetu unang'ara. Kama vile Musa alivyokuwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa muda wa siku 40, uso wake ulikuwa umeng'ara. Na hadi katika kipindi hiki cha Kwaresima ambapo watu wengi wamefunga, wapo karibu na Mwenyezi Mungu katika sala, katika maombi, mwisho wake ni kung'ara kwa uso. Yesu Kristo anang'ara uso na mavazi yake yanakuwa meupe kama nuru. Na katika hiyo wakatokea sasa Musa na Elia. Musa yule ambaye alikuwa mlimani kwa muda wa siku 40, uso wake ukang'ara, anatokea kwa Yesu. Anatokea pia na nabii Elia. Sasa huyu Musa alikuwa ni nani? Musa alikuwa ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye yeye Musa aliweza kuliokoa taifa la Israeli katika utumwa, na baadaye akalipeleka lile taifa la Israeli lipite katika jangwa. Na ndipo Mwenyezi Mungu huyu sasa akampatia Musa zile amri, na hizi habari tunazipata katika kitabu kile cha Kutoka, kuanzia ile sura ya 31 na sura ya 32. Musa akiwa kule mlimani amepewa amri. Kwa hiyo Musa anasimama kwa wale manabii ambao walikuwa wameshika amri, walikuwa wamepewa ile Torati ambayo Waisraeli walikuwa wameisimamia. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuja hapa duniani, manake yeye anakuja kuwa ndiye anayetimiliza ile Torati. Kwa Yesu Kristo Torati yote imekamilika. Wana wa Israeli walikuwa wanamuona Musa kwamba ndio kilele cha watu wote wa hali wenye mafanikio, kilele cha watumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Sasa hawa wanakuja kuzungumza na Yesu kwamba Yesu Kristo ni zaidi ya Musa. Nabii Elia alikuwa ni nani? Nabii Elia habari zake tunazipata katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya 9 hadi 12, kwamba alikuwa ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, nabii ambaye hakucheza na dhambi. Hakuweza kuwavumilia wale wote ambao walikuwa wanaenda kinyume na maadili na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Katika hiyo alifunga mvua kwa muda wa miaka 3 na baadaye akaishusha mvua. Katika hilo sasa yeye aliweza kukutana na Mwenyezi Mungu katika mlima Herobo, na katika utulivu ndipo Mwenyezi Mungu aliweza kuongea naye katika sauti ndogo. Sasa huyu nabii Elia, wana wa Israeli walikuwa wanamsubiri kwamba atakuja nabii Elia, kwa sababu yeye hakufa. Yeye alichukuliwa na upepo ule, alichukuliwa na farasi wa moto akaenda mbinguni. Kwa hiyo wakajua kabisa nabii Elia atakuja. Na utasikia pia Yesu Kristo akiwa anakufa pale msalabani, wanasema anamwita nabii Elia. Sasa hawa wanakuja kukutana pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Musa upande wa sheria Torati, na huyu nabii Elia katika habari za maadili za uchaji wa Mwenyezi Mungu, wanakutana kuja kuzungumza pamoja na Yesu akiwa kule mlimani. Na habari njema utajifunza kitu kwamba kama vile Musa yeye mwenyewe pia alikufa katika ule mlima Nebo na Mwenyezi Mungu akamzika, na baadaye pia huyu nabii Elisha alichukuliwa na huyu farasi wa moto. Yesu Kristo naye mwenyewe pia atakuja kukata roho, atakuja kufa katika ule mlima Golgotha pale Yerusalemu. Walikuwa wanaongea habari gani? Sehemu nyingine za wainjili wanasema kwamba walikuwa wanaongea juu ya kifo chake, juu ya mateso yake na juu ya ufufuko wake. Hawa wanakuja wamezikwa muda mrefu, lakini wakawa bado wanaishi kwa sababu ya uchaji wao. Fundisho: vile utakavyodumu katika maagizo ya Mwenyezi Mungu, katika utumishi wa Mwenyezi Mungu, mwili huu utaoza, lakini nafsi yako itakuwa bado inaishi. Wanakuja kukutana na Yesu, wanamwambia habari za mambo ambayo anapaswa kuweza kukabiliana nayo, kwamba akubali katika safari hiyo. Basi wakiwa katika mazungumzo hayo, katikati ya mazungumzo hayo ambao walikuwa nayo, ndipo sasa huyu anaibuka ndugu yetu ambaye anaitwa Petro, akatamka maneno haya, akasema, Bwana Yesu, mahali hapa ni pazuri sana, hebu tukae mahali hapa, ni vizuri sisi tukuwepo mahali hapa. Akasema, ukitaka tufanye vibanda 3, kimoja cha kwako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Akajisahau yeye pamoja na wale mitume, alitaka abakie pale. Kwa nini? Tayari kuna matukio
kadhaa ambapo Wayahudi walitaka kuweza kumuua Yesu, walikuwa wanampinga Yesu. Petro anasema kwa sababu una uwezo wa kuweza kubadilisha na una uwezo wa kuweza kuagiza mikate, kuzidisha mikate, tubakie tu huku, tusiondoke, tusishuke chini. Petro anasimama katika nafasi ya wale watu ambao wanakuwa wamefanikiwa kiroho. Umefanikiwa kiroho hadi katika hali ya juu sana, uko juu kiroho, upo katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, una upako, umezungukwa na Yesu, umezungukwa na Musa, umezungukwa na Nabii Elia, upo katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Ukiwa juu kiroho, unajikuta kwamba hutaki kushuka chini kwa watu, uje uguse maisha ya watu walioko chini. Unaweza kuwa umefanikiwa katika maisha yako, alafu baadaye unabakia huko juu, hutaki kushuka chini kwa watu. Unaweza kuwa umefanikiwa katika swala zima la cheo, lakini unatakiwa ubakie kule juu, hutaki kushuka chini kwa watu. Hata kumsalimu mlinzi aliyeko getini, hutaki kuweza kumsalimu. Kumsalimu yule ambaye ni mpishi, hutaki kuweza kumsalimu. Umefanikiwa kiroho mama, Mwenyezi Mungu amekubariki, una nyumba nzuri, heshima hata kwa house girl hutaki. Una upako, hutaki kuweza kushuka kugusa maisha ya watu walioko chini. Huyu Petro hakutaka kuweza kushuka chini. Amesahau kwamba walioko chini wao kule juu walikuwa watatu, wale mitume, lakini walikuwa wamebakia wale mitume walikuwa ni wengi. Maana yake nini? Kiroho ambao tunaokuwa juu kiroho ni wachache sana. Wanaohitaji msaada wa Mwenyezi Mungu, ile nguvu ya Mwenyezi Mungu ni wengi, ambao lazima tuje tushuke huku chini, tuje tuguse maisha yao, na wao wenyewe pia waweze kubakia katika hali hiyo. Yesu alimkatalia. Basi kabla hajamaliza maneno hayo, ndipo wingu likashuka. Na wataalamu wa kiroho wanasema kwamba lile wingu jeupe ambalo lilikuwa limewatia uvuli linakwenda moja kwa moja katika kile kitabu cha Kutoka sura ile 13 kuanzia aya ya 21 mpaka 22. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri kwenda katika ile nchi ya ahadi, wingu lilikuwa limewatangulia, na lile wingu pia lilikuwa linaifunika ile hema ya kukutania, na utukufu wa Bwana ukawa umejaza ile hema. Na tunaipata katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 40 ile aya ya 32. Vile vile pia katika habari za Wafalme wa Kwanza sura ya 8 aya ya 10 na 11, na pia Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 5 kuanzia aya ya 13 mpaka ya 14, na baadaye pia Nyakati wa Pili sura ya 7 aya ya 2 inazungumza kwamba wana wa Israeli walipokuwa wamefanikiwa kuijenga ile hekalu, huyu mfalme Sulemani alipoingia akatolea sadaka, uwepo wa Mungu ulishuka, utukufu wa Mungu kashuka katika wingu hadi makuhani hawakuingia. Sasa wingu limeshuka. Huyu ndugu yetu Petro na wenzake wakaogopa, wakalala usingizi. Sauti ya Mwenyezi Mungu ikasika, huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye, msikieni yeye. Na hao waliposikia walianguka kifudifudi. Ni mara ya pili Mwenyezi Mungu anasema wamsikie yeye. Maana yake nini? Abrahamu alisikia sauti ya Bwana, akatoka katika nchi ya Uru wa Kaldayo, akaja kufanikiwa. Na hawa pia mitume ambao hawakutaka kumsikiza Yesu, kwa kipindi Petro alimkataa Yesu kwamba hutaenda kufa, anaambiwa msikieni yeye. Kipindi hiki ambacho tumefunga ni kipindi cha kusikia sauti ya Bwana, neno la Bwana. Tunaweza kuwa na mipango yetu mingi katika safari yetu ya maisha, tukakosa nafasi ya kumsikiza Yesu. Yesu ana mpango gani? Unaweza kuwa unapita katika changamoto, katika hofu, una mipango yako tu, unalupuka tu kama Petro, nijenge vibanda, lakini si katika kuweza kumsikiza Bwana. Unaanzisha miradi mingi, mipango mingi ambayo uko nayo, lakini hujamsikiza Bwana, Bwana wa vita. Tumsikize Bwana wa vita, anataka nini juu yetu sisi. Na baada ya hayo yote, Yesu akawagusa akasema, inukeni, msiogope. Na macho yao yakafunguka. Walipokuwa wanashuka, Yesu akasema, mlioyaona msije mkamwambia mtu yeyote yule. Tutajifunza kitu gani? Katika mambo ya kiroho ya Mwenyezi Mungu kuna siri. Si kila kitu cha kuweza kumwambia mtu. Unamshangaa mtu ametoka huko anakuja kwako, nimepata maono, nimeonyesha kitu kama hiki. Yesu alisema si kila unachokiona lazima uweze kumwambia mtu. Si kila mtu anaweza kumwambia ndoto zako, maono yako. Unaweza kuwaambia watu wengine maono yako, lakini wengine wakawa ni waua ndoto, kama vile Herode.
Si kila jambo unalolikuta lazima uweze kuzungumza. Kuna mengine lazima uweze kuyahifadhi ndani ya moyo wako, ubaki nayo kwa wakati wake. Basi Dominika hii itupatie nguvu ambayo huyu Paulo anamwambia Timotheo kwamba wito ambao Mwenyezi Mungu ametuitia, nafasi Mwenyezi Mungu ambayo ametuitia, ametuita kuweza kuwa watakatifu ili tuweze kupanda kuweze kuwa pamoja na Bwana. Ametuita ili pia tuweze kugeuka sura, tuweze kuwa na nuru, tuweze kuwa na utukufu. Ametuita pia katika safari hii ili pia tuweze kuunganika na hawa watakatifu ambao ni Musa, Nabii Elia pamoja na Yesu Kristo. Tumeitwa utakatifu. Wenzetu waliitwa utakatifu. Abrahamu aliitwa aweze kuwa mtakatifu, akayacha hayo. Na sisi pia tumeitwa tuweze kuacha dhambi, tuache mienendo ambayo ni mibaya, tuende katika njia ya utakatifu. Na katika njia ya utakatifu anasema kwamba tumeitwa si kwa sababu tunastahili sana, tumeitwa kwa sababu ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwamba Mwenyezi Mungu ana makusudi katika maisha yetu. Si kwamba ni wema sana. Si kwamba Abrahamu alikuwa ni mwema sana, alikuwa pia ana vifungo vya babake, lakini alikubali akatoka. Leo amekuwa ni jina kubwa. Petro anapoitwa apande mlimani, si kwamba alikuwa ni mtakatifu sana. Alipokubali kuacha yote akapanda mlimani, na unapopanda mlimani lazima ukubali kuacha mizigo yote mibaya ya dhambi, uchafu wote, akaenda kumuona Bwana, na leo ni mtakatifu. Na huyu Yakobo na Yohana. Na baadaye pia ameitwa aende kule ili tuweze kumsikiza Bwana. Paulo alimsikiza Yesu Kristo, ni mtakatifu. Timotheo alisikiza maneno ya Paulo, leo ni mtakatifu, yuko mbinguni. Na sisi pia tutakuwa ni watakatifu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.